Haya ni maeneo ambayo utukufu wa watu huweza kunyamazishwa. Eneo la kwanza, na ni eneo la kawaida sana katika maisha ya walio wengi wetu, maisha ya mtu ambaye kwa namna moja au nyingine unazaliwa au unaishi katika familia ya wake wengi. Hosea sura 9 mstari wa 11. Hosea sura 9 mstari wa 11. Kama ambavyo nimetoka kunena, muda haunitoshi kueleza na kufafanua na kutoa vielelezo katika hayo yote, lakini inanipasa niweke mkazo au msisitizo katika eneo moja. Watu huwa wanadhani tunapoongelea kuwa uko kwenye ndoa ya wake wengi ni pale tu ambapo labda baba au babu alikuwa na wake 60 au alikuwa na wake 4 au alikuwa na wake 3. Hata wewe ambaye umezaliwa, baba ana mke mmoja, lakini ana watoto wengine kule, ana watoto wengine kule, ana watoto wengine kule. Mapambano yale yale ya polygamous battles of your glory yanaendelea katika familia hiyo. Wengi huwa utukufu wao umemezwa, umefunikwa au umezikwa kabisa, kwa sababu huwa hawaelewi nini kinaendelea katika ulimwengu wa ndoa za wake wengi. Ukitazama katika ulimwengu wa Biblia, asikwambie mtu, unless labda watu hawa wawe wamekuwa blindfolded kimapepo, lakini kama ni mwanadamu mwenye damu na nyama na mwenye moyo mwanadamu, usiniambie kwamba hawa watu wanapendana kama dada na dada yake na wanampenda mume wao. Hakuna shida yoyote, hakuna kitu cha namna hiyo kabisa katika ulimwengu wa wanadamu. Kwa nini? Ni kwa sababu Mungu anasema aliyewaumba hapo kwanza aliwaumba wawili, Adamu na Eva, mtu mume na mtu mke. Unaona mapambano ya watu waliotoka ndani ya tumbo moja, wanaitwa Lea na Raheli. Hawa hawakuwa mwanamke mmoja katoka ukoo ule, kabila ile, wakakutana, wamekuwa pamoja kama mtu na dada yake. Mkubwa akaolewa mahala pa mdogo, na hawa hawakuishia kuwa na vita iliyowahusu wao tu. Kwa nini wagombane? Hawa watu wametoka tumbo moja, baba yao ni mmoja, mzee Laban. Ugomvi unatoka wapi? Kwa sababu hapa kuna mwanamume ambaye ni mume wao, na ingeishia wawili hawa wanapambana, ingekuwa ni jambo lisilokuwa gumu sana. Lakini unaona sasa mapambano yanaenda kwa watoto wao, na ni kwa vizazi vilivyo vingi. Inafikiaje mahala pa Ruben, mzaliwa wa kwanza, kwenda kukipandia kitanda cha baba yake mzee Yakobo? Ni lazima Ruben kuna maneno amesikia mama yake akiongea. Inakuwaje wanawake hawa wawili, Raheli na Lea? Ruben ametoka shambani, si amekuja na tunguja, amempatia mama yake hizi tunguja na tunguja. Sitaji kwenda kwenye kina cha zaidi ya hayo, ni aina ya mboga zinazoongeza uwezo wa mtu kupata uzazi. Raheli anakuja anakuta na tunguja, anamwambia naomba nipatie tunguja. Lea anamwambia nini? Umechukua mume wangu na unataka kuchukua na tunguja za mwanangu. Hoja ilikuwa ni tunguja na ugomvi ni mpana. Kwa nini Dina anatoka kwenda kwa wana wa Shekemu na anatenzwa nguvu? Maandiko yanasema alikuwa ameenda kutafuta marafiki, binti za watu wa Shekemu. Hakuwa ameenda kutafuta wanaume, no. Kwa nini anaenda kule? Ni kwa sababu hapa nyumbani kila siku ni contentions, kila siku ni magombano. Mzee Yakobo anajaribu kuamini kwamba basi mtoto amekosea, wako tayari kurekebisha. Hao watu wamekuja kuomba msamaha na mzee Yakobo yuko tayari kuwasamehe. Simeon na Lai wanaenda kuua wanaume wote wa kule Shekemu. Ni kwa sababu hii familia is uncontrollable.
kila mmoja anakuwa na lake na hataki kusikiliza la yoyote. Ndivyo unavyokutana na polygamous families, na ni karibu sehemu kubwa ya maisha yetu kama Waafrika. Kama kuzaliwa kwenye hiyo au ume-experience hiyo kutoka kona moja kwenda nyingine, Mungu afanye upya maisha yako na kukurejeshea utukufu wako. Utukufu wako usinyamaze. Nitaweza kweli kuzitaja hizi zote? Naona ya kwanza tu imenikamata muda huu. Sasa hizi ni 1:00 kasoro. Ya pili ni eneo tunaloliita eneo la familia ambazo kumekuwa na viti vya enzi. Hapa tunalenga the chiefdoms, wale machief au watemi na watu waliokuwa watawala wenye viti vya enzi. Wale waombaji, tulipokuwa tunaenda kwenye hii mission ya kufungua lango la kusini, baadhi ya mambo mengi utakuwa umesikia na kuyaona au kuyaelewa. Wakati nilipogusa, nadhani sasa hivi ziko huko mtandaoni, zimekaa kwa sura fulani ya kutengenezewa movies. Ukitazama hilo lango la kusini na watu kama aliyekuwa mfalme wa wing moja ya Wazulu ambaye ni Shaka, na namna ambavyo anamzika mama yake na mabinti wanawali ambao hawajawahi kuolewa, karibu 300 wao. Huko mwanzo nilikuwa nikidhani labda walikuwa wanazikwa kwa maana ya na wao wenyewe wanakuwa wanafurahia waende wakamtumikia Malkia huko kuzimu. Lakini ukitazama mtiririko wa yote, Shaka anamwambia huyu mganga wake, huyu anaweza akafufuka mama, na hawezi kufufuka. Anamwambia huyu missionary, nasikia kuna mtu ulifufua, mfufue mama yangu. Anamwambia no, huwa hatufufui kama kwa hiari yetu, huwa tunaomba. Kama mfalme wa wafalme hataki kufufua. Na Shaka anakuja kusema watakufa wengi kwa ajili ya huyu, watakufa wengi. Na halafu anaweka hizo satanic dedications wanapozikwa hao mabinti wote 300. Mwaka huo unatangazwa mwaka wa maombolezo. Hakuna shamba litakalolimwa, nchi inaweka kupumzika. Nakumbuka mwaka wa Sabato Mungu anasema nchi isilimwe. Kwa hivyo huyu mtu ananena hivyo sio kwa sababu ni amri, lakini ni is a covenanted statement. Pasionekane mwaka huo mwanamke yoyote ambaye ni mjamzito. Akionekana anauawa yeye na mume wake. Maziwa ya ng'ombe hayatanywewa mwaka huo wote. Ng'ombe wanaokamuliwa watakamua maziwa na watayamwaga chini. Ole wako ukute umekunywa maziwa. Wakati unapokutana na the environmental silenced glory, huu ni utukufu wa eneo lote la mahala pamoja limenyamazishwa kwa sababu za kishetani, na ukajikuta uko miongoni mwao, na sasa unaanza kupambana jinsi gani utukufu wako utanasuka kutoka hapo. Ninyi watoto mliozaliwa katika familia hiyo, kwamba huku mlikuwa mnaonekana kuwa ni wafahari sana, kwamba sisi tunatoka kwenye familia ya kichifu. Uwe hujawahi kunywa mizizi yoyote, hujachanjwa chale yoyote, lakini kama huyu chief alikuwa ndiye yuko kwenye kiti cha enzi na amedhulumu maisha ya watu kwa kiwango hicho, unahitaji Mungu akukumbuke kwa kazi ya damu isiyokuwa na hatia, ili
utukufu wako upate kuinuka, upate kunena. Juma hili malaika wa Bwana watapiga mbio, wakafanye msako mahala popote ambapo utukufu wako umezuiliwa, na upewe sauti yake. 3, kuna madhabahu zenye hasira na kisasi. Nadhani niliongea hii mojawapo ibada hapa. Madhabahu zilizotelekezwa. Hii ni madhabahu ya kijiji, ni madhabahu ya ukoo. Watu wote wameondoka, wameenda mjini, walioenda kusoma wamesoma, wengine waliokoka, wengine hawajaokoka, lakini hawana mpango wa kuentertain tena vile vitu vya kwenda kumwaga pombe na kumwaga maziwa kwenye kaburi sijui na hivi. Madhabahu zile zinainuka ili zipate kulipiza kisasi kwa sababu zimetelekezwa. Zinaua na kuharibu utukufu wa watu. 4, ni katika eneo ambalo ni la mito au eneo lenye maji mengi, iwe ni ziwa iwe ni bwawa, ambako watoto wanawekwa wakfu na wakatolewa kwenye mito hii, wakaogeshwa wakiwa watoto, au vitovu vyao vinatupwa. Yale maji yanapomeza huwa yanameza utukufu wa mtu huyu. Kuna moja ya nyakati hapa nilikuwa na kisa cha kijana ambaye mambo yake yamekuwa magumu sana siku nyingi. Nikieleza kisa chake, baadhi yenu mtakuwa mnamuelewa. Siku hiyo alinitumia ujumbe, tulikuwa na ibada ya malimbuko hapa, akanambia kwamba baba, hapa nilipo mimi ibada yangu ya malimbuko ningepaswa nimtolee Mungu sijui 1,000,000 na ngapi, lakini hapa nilipo hata 50,000 sina. Nikamwambia huwa sijibu kesi za namna hiyo, utamaliza wewe na Mungu, lakini njoo mbele za Mungu na maisha ya chochote ulicho nacho. Akasema hapa nilipo nina 70,000 nadhani. Anambia hata 50,000 sina. Message ya pili nikasema mtolee Mungu dhabihu ya toba. Hiyo huwa haina kiwango kulingana na tarakimu sijui za zaka, sijui malimbuko. Katika moja ya ibada ilikuwa very strong hapa, na mke wake alikuwa hapa. Nyumba wanayopanga iliungua moto, walipoteza kila kitu. Tukatumia, nadhani ilikuwa ni Cleanness Fubusa, waende wakanunulie vitu, godoro na vyombo na nini, wapate mahali pengine pa kukaa wakati tukiwa support. Wanapokuja kunieleza kisa cha namna alivyowekwa wakfu kwenye mto, wamevikwa aina ya shuka jeupe, wamepelekwa kwenye mto sijui akiwa na hivi na hivi, alafu huyu kuhani akawakabidhi kwa Mungu mto. Bahati mbaya watu wa namna hii huwa hawana uwezo wa kuconcentrate kwenye kiwango cha kufikia ukombozi mkamilifu. Baada ya kumpa maelekezo nini cha kufanya na maombi ya kuendelea nayo, akufanya chochote cha maombi na muendelezo wote, aliondoka kaenda kwenye shughuli zake. Muda mrefu ulipita kabla sijasikia kijana mwingine hapa kunieleza kwamba kuna mtu ambaye nimemwajiri kwenye kazi zangu, lakini kila siku ananisema maneno mabaya. Nikamuuliza ni nani, akanitajia huyu mtu. Nikasema kwa ni mteule. Kaona mteule mwingine hapa kanisani, akaona amsaidie kumwajiri kwenye kazi. Amempa mtaji kwanza, umepotea. Amempa mtaji mara ya pili, umepotea. Ameamua kumadapt afanye kazi zake ili awe namlipa posho. Na sasa maneno gani mabaya anamsema? Anasema mimi napata hela lakini sijui kula vizuri. Anataka tukiwa mahali tukifanya biashara tulale kwenye hoteli za fahari, wakati mimi nalala kwenye hoteli za kiwango cha chini. Nikamwambia fanya maamuzi yako mwenyewe, kwa sababu mimi huwa siingilii. Ukishaona kama huyu atakusaidia na umemkuta kanisani, fanya uamuzi wa nini kifanyike kuhusiana na mtu huyo. Lakini ndani yangu namhurumia huyu mwenye taabu na huyu anayejaribu kumsaidia mtu ambaye utukufu wake ulimezwa na Mungu mto,
na alafu hana mpango wa kupata permanent solution kutoka katika ukombozi wake, anaendelea kukimbiza maisha yake. Wala sina haja kukueleza leo hii huyu mtu yukoje, ndoa yake au familia yake iliishia wapi. But that is to tell you of the seriousness of the thwarted glory, kwa sababu tu mtu huyu aliwekwa wakfu kwa Mungu ambaye anasema huyu ni wangu, na yote anayetaka kuninyang'anya lazima apambane na mimi anishinde, lakini mimi siwezi kumtoa huyu mtu kwa hiari yangu. Mara nyingi huwa inakuwa ni vema tukitoa mifano iliyo positive ya watu walioshinda, waliofanikiwa, waliobarikiwa na Mungu. Lakini ingekuwa ni hivyo, Biblia isingetuandikia habari ya kina Ruben, habari ya kina Samson, habari ya maisha ya kina Suleiman. Ni ili kusudi hata katika wale ambao wamefanya vibaya, wewe una jambo la kujifunza katika njia zao. 5, malaika wa Bwana wapigi mbio katika maeneo ya milima na vilima, vile ambavyo watu wamefanya maagano ya vile tunaita the age groups initiations, age groups. Sijui wale watu kama Wamasai wanaokuwa na hizo age group tunaita, kinywa changu kina kuwa na uzito kutamka. Tukisema rika ni Kiswahili, rika ni Kiswahili, inaitwa rika. Hapa sasa ndio mwalimu anafundishwa. Unaona hizo age groups nimezitazama kwa Wamasai kwenye kiwango fulani, na ziko kwa karibu makabila mengi huko Afrika. Wao huwa hawaendi kila mwaka, huwa wanakaa ndani ya muda fulani, alafu wanaenda kukutana na huyo Raiboni ambaye anawa initiate. Kwa initiate ni kama kuwasimika kwamba hii ni rika lenu, na yeye anatoa jina kwamba hawa wanaitwa kina fulani. Kwa hiyo rika ile iliyokuwa ni senior, hawa rika jipya wataendelea kuwaheshimu waliokuwa masenior wao, na wanaelewa hizo rika zao, hizo age groups kulingana na hizo dispensations zao. Mambo mengine ambayo ni ya kina, ambayo ni ya ubaya, yanayohusisha ulimwengu ule ni pamoja na kule kutana na aina ya mila zilizomuinua mtu wa rika lake katika kiwango cha maagano, kwa kiwango ambacho mtu anaweza kumpokea mtu wa rika lake nyumbani kwake, na huyu mtu wa rika lake yeye akampisha nyumba yake, akapisha mpaka chumba cha kulala cha kwake mwenyewe, akapisha kitanda chake cha ndoa, akamwachia mtu wa rika lake, na yeye akaondoka kwenda kusikoeleweka. Haitokei kwa sababu hawa watu wanafikiri, haitokei kwa sababu hawa watu wanaonekana wana upendano wa namna fulani. Inatokea kwa sababu kuna ulimwengu wa maagano ambayo watu hawa wanakuwa initiated, na ukiyakiuka hayo, maana yake kunaanza kutokea madhara kwa watu wa rika hilo au watu wa hiyo generation kwa namna moja au nyingine. Hapa ndipo unakutana na aina ya hizo ngoma na machezo ya mila na jadi yanapotokea. Kwa nini hao mabinti watolewe wakiwa wamepangwa msari, wacheze vifua nje wakati wakiwa hawajavaa chochote kutokea kiunoni kwenda juu, na wanakuwa initiated? Ni kwa sababu ukitazama Mungu Baali alikuwa, kwa nini anaitwa Mungu wa uzazi? Na alikuwa akijaribu kuwapush watu waishi maisha hayo ya kumchochea Baali kama awe na mafungamano na matumbo ya wanawake. Ile ni satanic initiation.
Watu hao wamepelekwa kucheza ngoma hizi za kipepo, wanakuwa initiated kwa kujua au kwa kutokujua. Utukufu wao unakuwa umemezwa maisha yao yote, na mtu anaanza kuishi akiwa na maisha ya mahangaiko, akiwa amekataa kujiassociate na maisha yale. Hachezi ngoma tena, hafanyi chochote, but the person is already initiated. Katika juma hili malaika wa Bwana hawatatulia, wapige mbio katika kila eneo ambako uwanja, mlima, kilima, eneo la kuwekwa wakfu kwa watu wa rika lako, wakasema huyu ni wetu na tunakoishia sisi na yeye ndiko atakakoishia. Ikome juma hili katika jina la Yesu Kristo. Point number 6 ni katika maeneo ya miti ya kipepo, maeneo ya miti ya kipepo. Isaya 22 mstari wa 25. Miti ya kipepo ambako watu wanapiga msumari, wanapiga kigingi utukufu wa watu. Miti ya kipepo. Katika siku ile asema Bwana wa majeshi, ule msumari uliokazwa katika mahali palipo imara utalegea na utakatwa na kuanguka chini, na ule mzigo uliokuwa juu yake utakatiliwa mbali, maana Bwana amesema haya. Mara kadha nimetembelea mahala kunaitwa Kaole kule Bagamoyo, na kuna mbuyu, sijui una miaka mingapi pale. Ule mbuyu umepigwa misumari, umepigwa nondo, umepigwa na vijiti, na wale magaidi wanaowaelezea watalii pale wanaeleza jinsi ambavyo tangu zamani watu wangekuja, alafu kuna tawi fulani kumejaa miti, vijiti vidogo vidogo kama vikuni, na ni mzigo mkubwa unaendelea kupanda kwenda juu, mpaka kesho kutwa watu wanaendelea kwenda kupiga misumari na kupiga vipande vya nondo. Na wanasema nini? Kama mtu amekosana na ndugu yake au ametendewa mabaya na mtu, wanaenda sijui kwa nani huko kwenye madhabahu za kipepo, wanakuambia hii unayoona imepigwa mpaka ikapotelea huko ndani, maana yake huyu mtu alikuwa na hasira, anataka huyo mtu aishe kabisa, asionekane duniani. Na hii unaona imepigwa nusu, maana yake ni kwamba wanataka aishi kwa mateso, tuna matatizo huku. Na sasa wengine hawana misumari na hawana vipande vya nondo, umepiga vijiti. Na wanasema hili ni zoezi limeanza tangu mbuyu ulikuwa mdogo, na sasa unaona kuna baadhi ya vinondo huku vimepotea, sio kwa sababu mtu alipiga ikapotea, ila kwa sababu mbuyu umekuwa ukikua unameza hiyo nondo yenyewe. Kwa hiyo watu wenyewe wote pengine tangu miaka 1300 huko, huo mbuyu huko hapo, lazima watu hao hawako duniani, lakini hivyo vigingi vinaongea hapa. Ndio Isaya 22:25 anasema kwamba kuna mti ambao unapigwa vigingi. Hizi satanic pigs zinang'ang'ana na utukufu wa watu. Niliwaeleza waombaji juu ya mbuyu tulio anoint na timu ya waombaji wachungaji wakati tunatembelea kule Matipwili. Na wakati mibuyu mingine naishi tangu miaka 1300, wenyewe haukuwa na miaka hata 200, sidhani kama ilikuwa imefika mbuyu ule. Ulianguka bila ya kukauka, kumekucha asubuhi uko sokoni hapo. Mbuyu huu ulikuwa maarufu kwa ajili ya kuwapiga giza na kuua wachungaji. Asubuhi moja watu wamekuja wamepanga vitu vyao hapo sokoni, nasikia mbuyu unalia kocho kocho, akikueleza reverend tulikuwa kwenye hayo maombi na siku hiyo amepewa hiyo story. Sasa hivi hakuna mbuyu, ulijirunda chini. Ndicho Mungu anachosema, mti wowote wa uovu utamezwa na usionekane tena. Mti ambao waovu wamepiga vigingi wakisema utukufu wake utabaki umefungiwa hapa, mti huo utatapika utukufu wako.
Tamka nami, sema: e Bwana, mti wowote wa uovu mahala popote ilipo, acha umeme wa radi yako umeze mti huo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Namba 7 ni maeneo yoyote ya ubashiri ambako hatima yako imebashiriwa kimapepo. Namba 8 ni eneo lolote ambalo watu wamepeleka kafara za uovu kwa lengo la kunasa utukufu wako. Namba 9 ni eneo lolote ambako ni la njia panda au soko ambako utukufu wako umezikwa. Hapa tunapoongelea soko, masoko mengine yana sura ya kidini. Namba ngapi nimekutajia? Namba 10 ni eneo lolote ambako ni la genge la wajumbe wa shetani. These are satanic covens ambazo huweza kubeba vitu vilivyotoka kwako, picha yako, mavazi yako, nywele zako na vyovyote vilivyotoka kwako, kwa lengo la kuua utukufu wako. Namba 11 ni mahala popote ambapo tunaita utukufu wako umezikwa. Haya ni maeneo ya makaburi. Ezekiel 37:12 na 13, Bwana anasema nitawatoa mtoke katika makaburi yenu. Na jambo la mwisho ni mahala pa baraza ya wasio haki. Hii baraza ya wasio haki wanachokifanya ni kujadiliana, kutafuta sababu za halali za kuhukumia adhabu ya mabaya utukufu wako.